who are invited to the marriage of supper of the Lamb. And he said to me, There are the true word of God. Then I fell down at his feet to worship him. But he said to me, You must not do that. I am the fellow servant with you and your brother, who all to the testimony of Christ worship God. For the testimony of Jesus is spirit of the prophets. 11. Then I saw heaven open, and behold, a white horse. That one seated on it was called the Faithful and True, and in righteousness in he judge and make war. His eyes are like flames of fire, and on his head are many things, and he has a name written that on knows but himself. He is he clothed in a robe in blood, and the name by which he called is the word of God. And the army of heaven, hurrying in fine linen, white and pure, were following him on pure horses. Therefore, from his mouth it comes a sharpened sword, which was to strike down the nation, and he ruled them with a rod of iron. And he will treat of the worthy of God and the mighty. On his robe, his height, he has a name written, the King of Kings and the Lord of Lords. Let's bow down, we pray. Father God, we love you. Baba twakupenda. We worship you today. Tunakuabudu siku ya leo. We adore you today. Na hata tunakuinua siku ya leo. For this moment, O King of Glory. Wakati huu Bwana yetu. Use us as a vessel. Tumikie kama vyombo. Talk to us, O God. Nene Bwana. This is your time, O Lord. Wakati wako. You are prepare your people. Umeandaa watu wako. And they want to talk to them. Nataka uongee nao. Let the Spirit of the Lord reign soon in our church, and also in soon we are going to be our church. Leo hii kuna sherehe ambayo imeandaliwa katika kanisa, na hata muda sio muda chinzi kanisa litanyakuliwa. We want to see the girl who is ready to go for the marriage. Nataka tukaone mtoto ama msichana ambaye ako tayari kuoleka. In the Jewish culture, katika Wayahudi, desturi za Wayahudi, when a girl want to get married, wakati msichana anapojiandaa kwa ajili ya kuoleka, first thing a boy go to the house of the girl. Ya kwanza vijana utembelea nyumba ya kina msichana, and go to talk to their parents. Na wenda uongelesha wazazi wa msichana. And if their parents agree, wapo wazazi watakubali, and then the boy will give the ring to the girl. Na hapo kijana atatoa ring na kuweka katika kidole cha msichana. And then the father of the house, na baba mwenye nyumba, will give that boy a bottle of wine. Na atampa kijana yule chupa ya waini, and to take to his father, ili ampelekee baba yake aliyemzaa. And when the father will find the bottle is ready on the table, wakati kijana atafika kwao nyumbani na akakabidhi, akaweka meza chupa ya wine katika meza na baba akapata, and then the father will lock the boy from there. Na baba huyo atamruhusu kijana kutoka pale. And I tell now, can you go and make a maisonette so that you may go to bring a wife? Atamwambia nenda ukajiandae ama ukajenge nyumba yako ili ukalete mke. He separate him from other boys. Huwa anamtenga kutoka kwa vijana wengine. He keep him ready to be prepared for get to marry. Na muandaa tayari kwa yeye kuoa. And in other side, the father of the girl, na katika mpande mwingine baba msichana, they make a girl never go to shop again. Na muandaa msichana hata asiende dukani tena. Just stay at home. Yeye akae tu nyumbani until the marriage day. Ili siku ya kuoleka ifike. They don't plan a marriage day. Hawapangi hiyo siku ya kuoleka. It is only the father of the boy who has the day of to marry.
Baba kijana ambaye ako na tarehe ya kuoa, when he has seen the boy has prepared himself, wakati ataona kijana amejiandaa na amejijenga sawa sawa, then he can set the date of marriage. hapo ndipo ataanza kuandaa na apeane tarehe ya harusi. I like the Jewish culture. Ndio desturi ya Wayahudi. And when we see the Jewish culture, Kama tunapoangalia katika desturi ya Wayahudi, we relate to the God culture. huwa inafananishwa na desturi ya Mungu. Jesus himself Yesu mwenyewe is the husband of the church. yeye ndiye bwana wa kanisa. He doesn't know the date of a wedding. Ajui hata siku ile ya harusi. He doesn't know. Ajui. Even the angel doesn't know. Hata malaika watambui hiyo It's siku. only the Father Ni Baba peke yake who knows the day of the marriage. ambaye anatambua siku ya harusi. And I want you to understand today, Anataka ukaelewe siku ya leo. we are on this planet Tuko katika duniani humu preparing. ili kujiandaa. We are preparing to get married. Tunajiandaa kwa ajili ya kuoleka. The soon and very soon, Muda sio muda, we are going to be given the linen of marriage, tutapewa fasi la harusi and we shall go. na sisi tutaenda. But here there are some will go, Lakini hapa kuna wale wataenda, and some will remain. lakini wengine watabaki. It depends how you are preparing yourself. Itajalisha vile mwenyewe umejiandaa. In the Jewish culture, Katika desturi ya Wayahudi, the girl remained at home, msichana anabaki tu nyumbani, only looking on his camel, huwa akiangalia nguo yake ya harusi, waiting the time to come. akingojea wakati utakapofika. She doesn't allow the camel to come tardy. Yesu ruhusu hii nguo ichafuliwe. He keeps the camel clean Huwa anaweka hii nafasi kuwa to safi, wait the day of the super lamb. akingojea hiyo siku ya mwana kondoo. She doesn't know the day. Hajui hii siku ni My gani, husband is coming. atakuona nakuta nini. We and you and I, Mimi pamoja na wewe we don't know the day. hatujui wakati, But the husband, our husband, lakini Bwana wetu he's been prepared himself. mwenyewe amejiandaa. The soon and the very soon, Muda sio muda, the Father is going to release him. Baba atamwachilia. Here comes his word. Haya, pale ni neno lake la kuja. He says and speak like this. Anasema hivi katika neno lake, The waiting of the lamb is ready. Ndoa ya mwana kondoo iko tayari, The lamb himself is ready. na kondoo iko tayari. Jesus himself is ready. Yesu mwenyewe yuko tayari, But the Father is not ready. lakini Baba yuko tayari. Perhaps you are still waiting. Ingawa ungali unangojea, Remember this verse. kumbuka mstari huu. Jesus is ready. Yesu mwenyewe yuko tayari. Verse 7 says, Mstari wa 7 wasema, let us rejoice wacha tukafurahie and exalt him na hata tukamuinue and give him his glory. na tumpatie utukufu, For the marriage lamb has come. kwani siku ya harusi imeatia, His bride has made himself ready. na hata mke anayeenda kumuoa ako tayari. So our husband is ready. Bwana yetu yuko tayari, He's coming. anakuja. He gave us the principle to follow, Akatupatia sheria za kufuata so that we may be achieved from him when he comes. ili tukafaulike wakati atakapokuja. But it's you and I. Lakini kwa ajili ya mimi na wewe, He said the final linen, anasema fasi ambayo ni sawa ama ni safi it is for the righteous deeds. ni wale watoto walio I'm watakatifu. just coming for the first preacher who preached. Nakuja tu kwa mule ya kwanza aliyohubiri mahali hapa. What is your deeds? Matendo yako ni yapi? Are they righteous? Je, ni matakatifu? Are you walking righteous? Unatembea katika utakatifu Are you walking judging people? ama unatembea katika kuhukumu watu? They say the linen, Anasema lile fasi, it is a righteous deeds. ile fasi la utakatifu The deeds you are doing. na matendo matakatifu. So I don't know which are your deeds. Sijui matendo yako ni yapi. You may hide. Unaweza kuwa umeficha, You may run from other people. unaweza kimbilia watu, But remember this. lakini kumbuka haya, Your deeds, matendo yako it is your covenant. ndilo fasi lako. Hallelujah. So you should not blame anyone.
Usichukie ama usimuone yule mwingine vibaya. You may be going under corner. Naweza kuwa unajificha katika vichorochoro. Yes. Ndio, yes. But remember this. Lakini kumbuka neno The hili. bride has made himself ready Mwanarusi amejiweka tayari for you kwa ajili yako and me. na mimi. And when he comes, Na wakati atakuja he found you are not ready. na kukuta huko tayari. That's why you see in the Jewish culture, Ndio bona tunaona katika desturi ya Wayahudi, the girl will never leave home. msichana akingechiwa atoki katika boma, He will just stay at home. atakaa tu nyumbani. The day of marriage, Siku ya ndoa it is not announced for the couple. na hata msichana aelewi hiyo siku. They only announce at the house of the boy. Nyumba tu ya bwana itakayotoa tarehe hiyo ya harusi. And then they say, go and bring your girl. Akamruhusu nendo kalete mkeo. In the Jewish culture. Katika desturi ya So Wayahudi it's only a girl ni msichana tu with his maidens. na wala anaomsimamia. They will go to their room Ende nyumbani mwao and they wear the garment na wavae mavazi zao and then they start marching. na wakaanza kutembea kwenda. It's we. Ni sisi We are here. tuko hapa, The maidens of God. wale wasimamizi wa Mungu, The maidens of God. wasimamizi wa Mungu, Let we read our maidens who are staying, who are going to escort our wedding. wale ambao wataandamana pamoja nasi katika harusi. Let we read all together. Waje tukasome kwa pamoja. Verse 10. Mstari wa 10. Then I fell down on his feet to worship him. But he said to me, you must not do that. I am the follower servant with you and your brothers holding the testimony of Jesus to worship God. There is angels Kuna malaika around you. ambao wamekusingira. Those are angels. Hao ndio wasimamizi wako. Perhaps you are lying. Ngawa umesoma, You are lying yourself. mwenyewe unajidanganya. They have left you. Ati wamekuacha. When the bride will come, Wakati mwana harusi atakuja, you will be found like the 5 fools virgins. takutwa kama wale wanawali watano We did not do the time. wala hawakujua wakati ama saa. But for today, Lakini kwa leo I emphasize you. anatilia mkazo, He is coming. anakuja. Our Savior, He is coming. Kombozi wetu anakuja. Our Redeemer is coming. Kombozi wetu He anakuja. has prepared Himself Amejiandae for you and I. kwa ajili yangu mimi na Please, my brother and sister, ndugu na dada yangu, be packetable. kuwa tayari. Soon is coming. Muda sio muda, anakuja. John wanted to worship the angel, Lakini mimi niabudu malaika. but the angel told John, Lakini malaika akamwambia you Yohana, should not worship me. usiniabudu. I am just a servant Mimi tu ni mtumishi who is serving you. ambaye anakutumikia. I'm showing this what is going to happen. Nafanya tu hivi kwa yale ambayo For yanakuja you and I, kwa mimi na wewe. we are only recommended only to worship God Tumeruhusiwa mimi na wewe kumwabudu tu Mungu and peke to yake, have that testimony. na tukue na hiyo ushuhuda. My brother and my sister, Ndugu na dada yangu, we are the corner. sisi tuko katika nyakati za mwisho. The Bible said in Jeremiah, we are the crossroad. Tuko katika nyakati za mwisho. We don't know other side. Hatujui ule upande mwingine, You don't know your tomorrow. haujui kesho yako. But who knows your tomorrow Yule ambaye anajua kesho yako is ready for you. ako tayari kwa ajili yako. You should not worry your tomorrow. Usifadhaike kwa ajili ya kesho, You should not condemn your tomorrow. na hata usianze kuhukumu kesho. He knows your tomorrow. Anajua kesho yako, He knows what you will wear. anajua utafanya nini, He knows what you will drink. atajua unakunywa So nini. my brother and sister, Ndugu na dada yangu, what you need to do, ile ambayo unastahili kufanya, be around the home. kuwe tu nyumbani, Be around the home. zungukie tu nyumbani. He is coming. Anakuja. Ask your brother, do you love yourself in this world? Uliza ndugu yako, unajipenda Ask hapa him. duniani? Muulize, I want you to look me. unajipenda hapa duniani?
You love yourself? Unajipenda? Do you want to go home or to remain here? Unataka kwenda nyumbani ama paki yako? Hello? Please, it should be so painful and sorrow. Itakuwa uchungu. Because the Bible says, Kwa sababu Biblia inasema, he said they came and said, Lord, Lord. Akamkuja akasema Bwana, Bwana. I was a choir singer. Mimi nilikuwa mwimbaji wa kwaya. I was a church choir. Nilikuwa mwendaji wa kanisani. They said, no, I didn't know him. Mwambia sikujui wewe na sikutambui. Who will give your testimony? Nani atakayepeana ushuhuda wako? There is an angel camped around you. Kuna malaika ambaye anakuongozanga kila wakati. I need to tell you this. Nahitajika kukuambia haya. Our God will never leave you. Mungu wetu hatakuacha. Your Jesus will never leave you. Na Yesu hapa hatakuacha. People can torment you. Watu watakusonga. But Jesus has a great things in your life. Lakini Yesu ana mambo mema katika maisha yako. Before you leave this planet, Kabla utoka hapa duniani, he says, usema your cry shall go. kilio chako kitaenda. He doesn't want the case in his presence. Hataki mambo ya siasa na malalamiko katika He doesn't want when you will go to him and say, God, you left me hungry. Hataki wakati utamuona hata uanze kulalamika ati alikuacha ukiwa na njaa. He said, if he feed the birds of air, Kiwa analisha ndege wa angani who never plant, ambao hawapandi, you are more than dust. wewe ni zaidi wa ndege wa He angani. will feed you. Atakulisha. So you need to open up your mind Lazima ukafungua and kichwa to understand who you are. na ukajielewa wewe ni nani. Already your husband has already come. Tayari bwana wako ako tayari kuja. And he took Na akachukua the wine akachukua mke. he took the wine. Akachukua waini He take it to the Father. na akampelekea baba. Jesus took the blood. Yesu akachukua damu, The blood of his mission of our sin. damu ambaye ilikuwa huduma ya msamaha wa dhambi, And he took to the Father. na akampelekea baba. And he tell Father, Akamwambia baba, I have already budgeted. tayari nimefanya hii And hesabu I have already loved her. na hata nikapenda. So my Father, Baba yangu, just allow me, kubali I got to bring her. niende kumleta. It's only Father waiting. Baba tu peke yake anangoja. It's only Father waiting. Baba tu peke yake anangoja. And the Father is seeing all global of the world. Na baba anatazama na anaona kila kote duniani. What things are done in this world. Yale yote anatendeka hapa duniani. And the Father is looking, who are these wife of my child. Baba anatazama kutazama kuona ni mke gani huyu ambaye kijana wangu amemuona. Who will going to marry and stay with me here. Anaenda kumuoa ila muleta akae nami hapa. There are many other wives get married in another land. Na wanawake wengine wanaoleka katika nchi nyingine. They bring a problem there. Wao wanaleta tabu sana. So the Father is taking care. Lakini baba anashughulikia hiyo. He is taking care Anashughulikia for the right girl to get married. kwa yule mwanamke bora kwa You and I. mimi na wewe. If you don't change, Ikiwa utabadilika, you are not going in the presence. utaenda katika utukufu wa baba. It is not a company or wife or your children or who. Si ile kusanyiko la mke watoto ama nini. It's you yourself. Ni wewe mwenyewe. Amina. Ulima. Just look at your comments. Anza kutazama fasi lako. Just look on it. Turn to your neighbor, tell him, do you see your comment? Muulize jirani fasi lako umeliona? Hello? Habari. Do you see your comment? Umeona fasi lako? Where? Umeliona wapi? When I have seen something, where? Umeona hapa hivi bakai. The preacher of morning talk about Mhubiri wa asubuhi akaongelea things which shall hinder you. mambo ambayo yatakuzuia. Your comment is inside. Fasi lako liko ndani. What is coming out Ile ambayo inatoka ndani is your deeds you are ni in. matendo yako ambayo unayafanya.
So you not need one to give an excuse for you. Usikuwe na mambo ya kusema kujitetea. You not need a witness. Hata usali mtu akukutetea kukuonea. I thank God. Nashukuru. Because everyone will carry his cross. Kila mmoja atabeba msalaba wake. Even I, pastor, Hata yeye I will carry my cross. atabeba msalaba wangu. Hallelujah. Look unto your cross. Anza kuangalia msalaba wako. Soon is coming. Muda sio mtanakuja. Soon is coming. Anakuja. He has made himself ready Hako tayari. for you and I. Kwa ajili yangu mimi na wewe. Prayer good deals. Oriba Santa ya Musa. Glory man. Prayer yourself good deals. Kuwa na matendo mema. Things of this world are going to end. Mambo ya dunia yataisha. Glory man. Amen. We are going back home. Tunarudi nyumbani. We are going back home. Tunarudi nyumbani. Glory. And they will not hide to enter. Oh, utajifikata kuli tayanto. Baba. You will never. Glory man. We will never hide so that we enter. Utajificha. The road is one. Njia ni moja. The door is one. Mulango ni moja. Mulango ni moja. The law is one. Bwana ni moja. The principle is one. Sheria ni moja. We are going back. Tunaenda nyumbani. Are you ready? Uko tayari? Are you yourself dressed well? Je, umevaa vyema? Here is not your brother or sister or the children. It's yourself. Hapa sio watoto, ndugu, dada yako, ni wewe mwenyewe. It's not your parents. Si hata wazazi wako. It's yourself. Ni wewe mwenyewe. I know one day my mama told me, Siku moja baba mama yake akamwambia, you are get born again now. sasa umeokoka, Make sure hakikisha you make there. tukutane huko. Because I'm still on this planet, Yeye angali hapa but duniani. I'm making myself to go there. Anajiandaa kwenda kukutana na baba mbinguni. Hallelujah. If you have wife or a husband, Ukiona bwana ama mke or your children, ama watoto, tell them, waelewe this is not bread and a blue band. hii sio mambo na mkate na blue band. This is not a nice job. Sio kazi nikibo santa yangu. This is not a good promotion. Sio mambo ya kuinuliwa. This is a glory promotion. Ni wakati wa utukufu kuinuliwa. We are going back. Tunaenda nyumbani. Libo kote We are going back. We are living it. He's coming. He told me, tell my church I'm coming. Akamwambia pia kanisa nakuja. People must dress well. Watu lazima wavae vyema. It's not this clothes we have. Lima saka It is our inner clothes. ni moyo. It is our preparation inside. Ni maandalizi wa moyo. We are going. Tunaenda nyumbani. Lima sikibosa. I don't want you to miss this. Sitakukose. My brother and my sister. Ndugu na dada yangu. I don't want you to miss this. Sitakukose. He told me I'm tired. Kasema nimetoka. When I will be released to go, Wakati nitaachiliwa kuja. I'm coming with a white horse. Nakuja na farasi mweupe. And I'm coming with multitudes of angels. Nakuja na kundi la And malaika. I'm coming with warriors and of angels. Nakuja na wanajeshi. I'm going to smash the planet. Limo sakabo liya masike ya Mosai. Father is anointed. Ametoka. People have left God. Watu wameacha They Mungu. are worshiping idol. Wanaabudu miungu. Likibo sai. People are taking the children of God. Watu wanadanganya watoto wa Mungu. They have been called by God, Hata wameitwa na Mungu. but they have not called by God. Lakini hawataenda na Mungu. Kritikai. Urabai. But he has said, Yeye amesema I'm coming. anakuja. The last verse says, say, Sasa mshasema hivi. I'm coming to church. Anakuja kuhuko. When I go to my
When I will climb my horses, wakati atapanda farasi I'm wake, coming for judgment anakuja katika hukumu, and I'm coming for war. na anakuja kwa ajili ya vita. Jesus is not coming for peace. Yesu hakuji katika amani, He's coming for war. anakuja kwa vita. Oh, rimai Papa. He came for the time of mercies. Libosi ya masia. And he sent us to the mercy seat. Na akatuleta wakati cha rehema. He said, use my mercy. Akasema tumikieni rehema. It will come unto me. Ndiribai. But if you misuse my mercy, lakini mumetumikia rehema, at the second round I'm coming on the planet. wakati wa bila mama nakuja. I'm coming as a warrior. Nakuja kwa ajili ya vita. I'm coming as a king. Nakuja kama mfalme. Last time he came as a child. Mara ya kwanza alikuja kama mwana. And he was resurrected. Na akafufuka As a king. Akafufuka kama mfalme. He went to the throne. Na kaenda katika, He was given the throne. na akapewa kiti. And when he is going to be sent back, Na wakati ataachiliwa kuja tena, my brother and my sister, ndugu na dada yangu, perhaps you see soldiers, you see police, you see army. kao unaona polisi wana army, Those like crocodile. We say like hawa tu ni watu hivi vibaya like sana. locusts. Hawa watakuwa hizi meza za dunia. When this man is coming, Wakati mwanaume huyu, it's not whom we are thinking. sio vile tunafikiria. It's only the Israelites still waiting this man. Ni Waisraeli tu They wanangoja, are waiting a king. wanamngoja mfalme. When the son came, Wakati mwana alikuja, they did not receive him. hawakumpokea. They needed a king. Walihitaji tu mfalme. And because they did not receive the child, Kwa sababu hawakumpokea, it's for you and I. ni kwa ajili ya He was wewe. put there Wala tumepelekwa pale by only mercy, kwa ajili ya rehema zake, so that we may go back home. ili tukarudishwe nyumbani. But only Israelites, Kwa ajili ya Israeli tu, they were only one the branch. hao walikuwa tu njia. We are only a branch which has been rooted to a tree. Sisi tu ni tawi tu la mti. But the number Kile nambari is coming. anakuja, The number of January. nambari ya Wayahudi inakuja, Tell your ya neighbor, watu wa mataifa. tell your neighbor, do you have your number? Kama mtu wa mataifa una namba yako, Do you have your number? mtu wa taifa una namba yako. The Jewish, Lakini Wayahudi they have their number. wako na nambari. The house of Judah, Kuna nyumba ya Yuda they are 12,000. na 12,000 Those who are going to make. wala hajafaulika. And how many people in the Benjamin house? Ni wangapi katika nyumba ya Benjamin? Please, Tafadhali don't think we shall be many. usifikirie tutakuwa wengi sana. All the Jews, they have number. Wayahudi wana namba They have been numbered. na wanapatiwana namba zao. Those who are going to the eternity. Wale wataingia katika ufalme wa We milele. have been given only the grace. Tukapewa tu neema They hii, use it tuitumikie before they release this king. kabla waachilie mfalme huyu. If you are talking with the church, Ikiwa unacheza na kanisa, I'm sorry to you. tafadhali dada yangu. If you are joking with your salvation, Ikiwa unacheza na wokovu wako, I'm sorry for you. nasema pole dada We yangu. are leaving this land. Tunatoka duniani We humu, are going back. tunaenda nyumbani, tunarudi nyumbani, tunarudi nyumbani. Liya bako yang terebai, oh litabai saikontai, Mean yourself business to God. oh libai baba, Revive yourself. Make a good stand. oh siya, Make a good fight. We shall be good. kuwa na matendo mema, jiakilishe mwenye mbele za Mungu. Huri babai, He is yeye tu who was. alikuwa, Na mwingine Yesu. We don't have no one. hatuna mwingine.
We cannot own our life ourselves. Sisi wenyewe hatuwezi thamini maisha. He is the one who owns our life. Yeye anayethamini maisha yetu. Glory to God. Sijui. We had a slavery. Mkawa na mtumwa mmoja. Isaac Newton. Kwa hiyo tuasikanudo. And he came and said, Asema hiyo. He was beaten. Alichapwa. From Africa. Hapa Afrika kwa He was chained. Akafungwa. When he was in that ship. Ikaile meli. And he sang. Akaanza kuimba. Amazing grace. Neema ya ajabu. Iba neema ya ajabu. Oh, hallelujah. My soul Was lost, but now I found I see. He changed white people. Kabadilisha ndugu zake wazungu. They not continue to beat slaves again. Kuendelea kutesa watumwa. So my brother and my sister, you have heard the gospel. Ndugu na dada yangu, umesikia injili. We are not joking on this planet. Tufanye mchezo hapa duniani. We are preparing for going home. Tunajiandaa kwa ajili ya kurudi. Even in this world I lose many things. Hata hapa duniani. But I say I should not lose heaven. Sikose mbingu. Amen. Jesus. He say, how will you get all the riches of the world and I miss heaven? This body dies. This body every time sick. But the glorious body, the forever body, never die, never sick. From now, change your attitude. Change your ways. Change your thinking. Follow Christ. Follow Christ. He's going to set everything free. He said he will never leave this planet until he fulfill what you desire. He said whatever you pray and desire in my name, I will do. He's going to do. If you are a girl, you are a boy, you don't have job, you don't have house, he's going to do. That is work. Kazi yake. Karima. Masia. I worship you. I shall do. I worship you, Jesus. I shall do. Messiah. You are God. You are I shall do. I shall do. I shall do. Yes. What? Merciful Son of God. Merciful Son of God.